Kizazi cha leo kimeporomoka. Maadili ya leo yameporomoka. Kwa hiyo maadili yakiporomoka, uovu unazidi. Mimi na wewe hatujuani mbaya ni nani. Watu wanafanya ubaya. Hivi sasa tunasema dunia imeharibika kwa kizazi cha kuporomoka kwa maadili, na kazi ya viongozi wa dini ni kuyarudisha hayo maadili. Kwa hiyo mimi naweza kusema watekaji ni wale walioporomoka maadili. Leo tuna watoto wetu wameporomoka kimaadili. Leo tuna viongozi wetu, watumishi wa serikali ambao walilelewa kwa mporomoko wa maadili, wanakuja kuajiriwa. Sasa hayo maadili yako wapi? Na kama hayo maadili hayapo, ina maana tumeanza huko kwenye malezi, na leo tunapata vizazi vyenye mporomoko wa maadili, uongozi wenye mporomoko wa maadili. Leo nadhani kwamba tukisikia utekaji tutasema nini? Tutasema ni mporomoko wa maadili. Tuungane pamoja sote, tuhakikishe tunayajenga maadili kuanzia kwenye wazazi. Tunaanzia kwa wazazi, tunaenda kwa jamii, tunaenda kwa walimu, na tunaenda kwa serikali yenyewe. Lakini hawezi kutokea kiongozi mmoja tu akaonekana kwamba yeye ndio msemaji mkuu wa watu wote katika nchi yote. Kwani nikuulize, kwani jeshi la polisi halijalelewa na wazazi? Mporomoko nao zungumza hauhusiani na jeshi la polisi, unahusiana na kila mtu aliyelelewa na kizazi cha mporomoko wa maadili. Kwa hiyo nani ambaye amefanya kazi hii? Tuiachie wale ambao wanafanya intelijensia yao kuhakikisha kwamba wanachunguza kwa kina, ili wasije wakavuruga amani. Maana ukimsingizia mtu ni uvunjifu wa amani. Tunataka wachunguze kwa kina, wajue ni nani, waweze kuadhibu. Leo unaweza kuadhibiwa hata wewe, kumbe sio wewe. Sasa huo ni mporomoko wa maadili. Tunasema mporomoko wa maadili haujalishi kiongozi wa dini. Tumesikia viongozi wa dini wanafanya ulawiti huko. Tumesikia viongozi wa dini wanabaka watoto wa watu, na ni viongozi wa dini. Sasa tumesikia walimu wanalawiti watoto, wanatembea na watoto. Kwa nini hao walioporomoka maadili wanateka hususan viongozi wa upinzani? Ndio nasema hili swala la uhalifu limetokea kwa sababu ya mporomoko wa maadili. Na huo mporomoko wa maadili shime wote tukae pamoja, tuujenge, turudi kwenye kizazi kilichopita cha zamani. Zamani siasa na dini zilikuwa zinaelewana. Sasa hivi siasa na dini hazielewani. Kwa hiyo tunasema hatuwezi kuchanganya siasa na dini, kwa sababu mporomoko wa maadili sasa hivi umekuwa ni mkubwa. Ninahisi naweza kumsaidia rais kwa kuanza kutumia maeneo yetu tulikotoka. Kwanza tunaanza na maeneo ya vijiji, vitongoji, mitaa. Kule mwenyekiti wa kijiji ni mwenyekiti wa usalama na ulinzi wa kijiji. Mwenyekiti wa mtaa ni mwenyekiti wa usalama na ulinzi wa mtaa. Na mtendaji wa kata. Na mtendaji wa kata. Tutashirikiana na watu hao. Kule kwenye mitaa yetu ama vijiji vyetu tuna polisi wanaitwa polisi jamii. Hawa kabla ya kuajiri lazima tuwape mafunzo kwamba namna gani tunaweza kulinda maeneo yetu. Na watu hawa wanapopewa mafunzo ni lazima watu hawa wapate kuajiriwa. Wapate kuajiriwa na walipwe, kwa sababu wale mapolisi jamii wanapewa kazi bila mafunzo. Wale mapolisi jamii wanapopewa kazi bila mafunzo alafu wanaajiriwa, wale mapolisi jamii wanakuwa na ukata, hawana chochote huko mfukoni, wanabadilika, wanakuwa jeshi la uhalifu. Sasa mimi naweza kusema tukiweza kudhibiti huko chini, tunaweza kufikia malengo ya kuwajua watekaji. Manake kizazi cha mporomoko wa maadili kinajulikana na wazazi wanaotoka kwenye vijiji, vitongoji, mitaa. Mwenyekiti wa mtaa, vijiji, vitongoji wanawajua. Sasa hawa watu ni lazima wapewe kipaumbele, ikiwemo pia na jeshi la polisi. Jeshi la polisi kama wakipewa mazingira mazuri, wakapewa nyumba nzuri, wakapewa mshahara mzuri, wakapewa zana za kazi, jeshi la polisi litafanya kazi nzuri. Mara nyingine jeshi la polisi linapokuwa na ukata linageuka kuwa jeshi la uhalifu. Na wito kwamba polisi wafanye kazi ya kuhakikisha kwamba wanatenda haki
kwa yoyote atakayebainika kwamba ni mtekaji. Wakigundua kwamba wana ushahidi wa kutosha kwamba yoyote ambaye amepatikana kuwa mtekaji, wahakikisha wanafanya kazi ya haki na wampeleke na wamchukulia hatua za kisheria ili iwe funzo kwa wengine wanaofanya kazi hizo.